bwana, twende tukaienze mashine ya kwetu hii hapa. Bwana, tusonge mbele. Tuanze kidogo tuipate historia kidogo. 25年5月 Anasema mwezi Mei mwaka wa 1925 Wajerumani walivamia Shanghai na kukamata miji kadhaa katika mji wa Shanghai. Lakini hawakuishia hapo. Unaambia walikwenda mpaka katika mji wa Tianjin. Na huko Tianjin walikwenda kwa ajili ya kutawala. Baada ya kuona ya kwamba Shanghai hawaikamati barabara, waliamua kwenda katika mji wa Tianjin. Na kuivamia Tianjin walitaka waitawale, wao wawe watawala katika mji wa Tianjin. Lakini kuna watu ambao wakukubali, ambao walikuwa ni wanafunzi na wafanyakazi katika mji wa Tianjin. Wao wakukubali kutawaliwa na Wajerumani. Kwa maana hiyo walianzisha maandamano na kwenda kuitaka haki yao. Lakini bila kutarajia, walipoanzisha maandamano, Wajerumani walitoa oda wote wauawe. Unaambia wote walioanzisha maandamano kipindi hicho, oda ilitoka wote wauawe. Kamanda wa Kijerumani alitoa oda wote waloleta maandamano ya kwamba wanaitaka haki yao wauawe wote. Bwana, nadhani umenipata vizuri hapo. Leo tunakutana binti huyu hapa ambaye anaitwa Ziayun. Naye pia alikuwa ni mmoja ambaye alikuja kuomba haki, alikuja kuhitaji haki. Alikuja kuhitaji haki yao. Kumbuka hapa ni katika mji wa Tianjin. Hapa sio Shanghai, hapa ni Tianjin. Bwana, walikuja hapa baada ya kuona ya kwamba Tianjin kuna vichwa ambavyo wanapiga mkono. Pia ni vichwa ambavyo vina jeshi kubwa, vina vikosi vikubwa. Kwa maana hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwao kuikamata Shanghai barabara. Waliamua moja kwa moja kuja katika mji wa Tianjin. Bwana, tusonge mbele. Binti alikuwa akikimbia. Huyu binti, kama nilivyokuambia, huyu binti anaitwa Ziayun. Sasa wako na makamanda huyu hapa. Huyu ni kamanda wa Kijerumani ambaye alikuwa akimfuatilia binti kwa nyuma. Anambia wewe ni wangu, unanielewa? Wewe ni wangu, unanielewa? Anamtaka binti. Bwana, anambia usinifanye nikachukia. Wewe ni wangu. Anambia unanielewa? Aise. Alafu anamcheka binti. Anataka mle binti. Anataka mpake binti. Bwana, anambia usinisogelee mpumbavu. Binti anajaribu kujitetea. Kumbuka hawa tayari wamechukua madaraka katika mji wa Tianjin. Na hapa wanafanya kila kitu, wanawatawala kwa mabavu wa China. Anataka mbake binti. Bwana, lakini akiwa hapa kuna honi ambayo ilisikika huko. Akiwa hapa alipigwa mkoba wa nafaka. Bwana, kwa vijana mmoja ambao walikuwa kwenye bambeskeli ambao walikuwa wanaishi katika mji huu. Bwana, wakiwa hapa kuna mtego ambao ulitegwa hapa. Walijiroga wenyewe. Bwana, kwa juu bwana kuna mawe yale wadondokea washenzi. Bwana, unaambia walikipata cha ntemakuni. Aise. Shenzi hapa. Akiwa hapo na kama kuna watu ambao wanakuja na baiskeli na koka risasi. Anakoki risasi namna hiyo hapo. Wewe shusha kwenye kichwa. Maskini ya Mungu. Bwana ambao alikata moto. Sasa alimfuata huyu kamanda huyu wa Kijerumani ambaye alikuwa akimuonea mtoto wa kike katika sehemu hii. Bwana Jakasa anataka kushika risasi, alichukuliwa moja kwa moja. Bwana akawekwa moja kwa moja. Kuna mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono. Ila anakwenda na risasi. Bwana ilichomolewa kwanza koki ya risasi. Bwana chekishema tu sio mshenzi. Afu ilikuwa kwa shingoni. Anaitwa Zheng Ziao. Ambia ni shuti. Uko unataka kushuti? Mpumbavu wewe. Alitukana, alikuwa ni makosa, alipigwa. I say. Zheng Ziao ni mshenzi mmoja ambaye anafinya mkono balaa. Bwana. Kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa anateswa na kamanda wa Kijerumani. Alikwenda moja kwa moja na kuvua koti lake na kumkabidhi binti. Ile binti apate kidogo kwanza kujistiri. Kumbuka ni mtoto wa kike. Jamani mstaarabu naye hataki kuona vitu kama hivi katika nchi yao. Watu ambao wametoka tu sehemu isiyofahamika wanakuja kuvamia nchi na kutawala kimabavu. Ambia uko salama. Binti akawacheki. Asema nyie ni kina nani? Nyie ni kina nani? Jamaa sema mimi naitwa Zheng Ziao. Na wapo ni kaka zangu, yani ni ndugu zangu. Ilibidi wajitambulishe. Bwana. Anaitwa Dafen. Afu kuna huyu mwingine. Kuna huyu hapa ambaye anaitwa Niu Ben. Huyu ambaye ni wa kwanza hapa ambao unamuona. Afu kuna wa pili yule ambaye anaitwa Dapen.
Afu kuna chali yule mwisho kabisa. Yeye anaitwa Chenhu. Jaambia nitakupeleka nyumbani. Winuka. Alimpa mkono binti, alitaka mpeleke moja kwa moja nyumbani. Bwana, hapa kuna njemba 4 ambazo ni chafu. Kuna Dapen, Zhenxiao, Chenhu, Niubu. Bwana. Wote ni njemba ambazo zinafinya mkono. Huyu kamanda bado alikuwa bado yumo. Pigo teke. Naambia muombe msamaha. Kamcheki. Pombavu, anaambia hota. Msamaha hota, siombi msamaha. Basi sawa. Kwa kuwa umekataa kuomba msamaha, basi inabidi upate hichi hapa. Alipigwa shoka. Mambo alipigwa na nyundo katika mguu, ulivunjwa pale pale. Amtukana tu. Bwana. Asa alisikika askari wa polisi wakiwa wanakuja huku. Hao ni askari wa Kijerumani ambao sasa wametawala kimabavu katika mji wa Tianjin. Bwana, hapo umenipata vizuri. Ambia binti ondoka. Binti alimkamata, ambia kuwa makini. Tabasamu tu, usijali mama watoto. Bwana, asa inabidi wao wafesi askari wa Kijerumani ambao wanawafuata. Bwana, kuna njemba 4 hapo. Bwana, Niubu. Bwana, Chenhu, pia kuna namba Dapen. Unaweza kumuita Dapen. Chen Zhenxiao. Bwana, ni namba 4 chafu ambazo zinafinya mkono. Hawa ni wanafunzi ambao wametoka katika mafunzo katika chuo cha askari. Unaona? Wametoka jeshini na bado ndo walikuwa katika mafunzo. Ambia kuwa makini. Bwana, alipelekwa. Wanaambia huyu mshenzi alipigwa. Unakwenda unamvamia, unanifahamu wewe? Alifinywa. Bwana, unaambia alianza kuzidiwa. Kumbuka wao ni 4 tu. Na hao washenzi wa Jerumani ni wengi sana. Alipigwa mtu hao. Alibidi kidogo amsaidie Dapen. Alipigwa chuma juu. Bwana, walizidiwa. Waliwekwa chini. Aise. Walikamatwa moja kwa moja na kuletwa mahakamani. Ambia kwa kumpiga kamanda wa Kijerumani mtahukumiwa miezi 6 gerezani. Asema kuanzia sasa mtakaa miezi 6 gerezani. Huko mtahukumiwa na mtotoka mpaka miezi 6 yene. Tuachana wale tuje moja kwa moja upande wa pili huko. Tunakutana na mwanamama huyu hapa. Huyu mwanamama anaitwa Kuishen. Ambia Young Master yupo katika matatizo. Ambia miss, hujali kuhusu Young Master au ikoje? Ambia kumbuka Young Master sasa hivi yuko katika matatizo. Inabidi msaada upatikane haraka iwezekanavyo. Bwana, huku ni magerezani. Anatuambia sasa. Asema kwamba kule katika magerezani ni kama kuzimu ambao hipo duniani. Yaani ni kama kuzimu ambapo kuzimu kunaishi duniani. Asema huko kuna watu ambao wanateswa vibaya sana. Huko mtu hawezi akatoka hai kama hana nguvu. Huko ukiwa na connection ya watu au ukiwa na connection ya watu ambao wana nguvu katika serikali, unaweza ukapona na pia unaweza ukaishi maisha mazuri sana. Kwa maana katika sero hiyo kitu chote, yani kitu ambacho kinasaminika sana magerezani ni rushwa. Ambapo kwa maana hiyo huko hata ukimuonga kamanda ambaye ni mkuu katika sero, yeye anakuomba rushwa tu. Ambia hata hivyo pia huko magerezani kuna watu au kuna kikundi, kuna gang ambao hayo mageng yamegawiwa katika mageng matatu. Ambao gang la kwanza, kuna gang ambalo linaitwa Wuhu gang. Alafu kuna gang lingine ambalo linaitwa Hey gang, Hey gang. Alafu kuna gang lingine ambalo lina mwisho kabisa na la tatu. Bwana, anaambia ukitaka kuishi inabidi ujitegemee peke yako, usitegemee kwa msaada wa watu wengine. Tuachana wale tuje moja kwa moja upande wa pili kwa gerezani. Gerezani, anaambia baada ya kuja hapa, maisha yako ni yangu. Anasema hata haijalishi uwe na status gani, lakini baada ya wewe kuja gerezani, kumbuka hapa kuna sheria na pia mkuu wa gerezani ni mimi hapa. Hata ukifa hapa magerezani, kumbuka bado mzimu wako